الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السبع الطباق مقسم الآداب والأرزاق الهادي لأحسن الأخلاق مالك يوم التلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها للحظة الفراق والتفاف الساق بالساق وإلى الله المساق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم على الإطلاق، خير من ركب البراق وتمم مكارم الأخلاق. وبعد. Shukurani za mstahiki Allah tabaraka wa taala ambaye juu yetu katubebeshea jengo saba mbingu. Shukurani za kwake Allah tabaraka wa taala ambaye yeye kawagawia watu adabu tofauti na riziki, anampa nyingi amtakaye na anamfinyia mtakaye. Shukurani za kwake Allah tabaraka wa taala ambaye katuongoza kwenye tabia njema. Shukurani ni za kwake Allah tabaraka wa taala ambaye atakuwa ni mmiliki wa siku ya kukutana. Sina budi isipokuwa na shahidia kwamba hakuna mola kwa kweli isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika. Shahada hiyo jaribu kuilimbikiza pamoja nami kwa sababu ya siku ya kufarikiana, hiyo siku ya kufa, kwa sababu ya siku ya watu watakuwa kwenye wasiwasi hadi miguu itagongana. Kwa kweli shukurani za kwake Allah, tunamlimbikizia shahada kwa sababu kuna siku tutakukuta kwake. Pia sintochelewa isipokuwa na shahidilia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake, ni mtume wake, mbora wa watoto wa Adam moja kwa moja, mtume bora ambaye ni bora kuliko wote waliopandaga kipando kiitwacho Buraq, mtume ambaye kaja kutimiza tabia njema, na katika tabia njema hizo amekuja kutimiza, kaja kutuambia daima tujiandae kwa sababu ya kifo. Katika tabia njema hizo kaja kutufundisha tutoe katika kiwango cha pesa zetu, tuwape wanyonge na wasiokuwa navyo na walioharamishwa. Katika tabia zake mtume huyu katufikishia maneno ya Allah tabaraka taala ambayo ndanimo kuna nasaha nyingi ambazo mtu akizishikilia kwa meno ya magego, faza wa rabbil Kaaba fi dunya wal ukhra, atajikutana amefaulu na hapa kwa Mola wa Kaaba dunia na akhera. Katika nasaha hizo ambazo zimekuja kwenye Qur'ani, chukua hii ambayo inapatikana kwenye sura ya 31 katika aya ya 33 suratul Luqman. Allah anasema, ya ayuha nasu taqu rabbakum, enyi watu mwogopeni Mola wenu, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, ogopeni siku ambayo mzazi hatakuwa na uwezo wa kumsaidia mtoto wake lolote, wala mauludun jazin an walidihi shay'a, hata mtoto ujifanye unampenda mzazi wako vipi, hiyo siku hutoweza kumsaidia. Mzazi ujifanye unampenda mtoto wako vipi, siku hiyo hutokuwa na uwezo wa kumsaidia. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Kisha Allah anatuendelea na tunasihi, inna wa'da Allahi haqq, hakika ahadi ya Allah ni haq, fala taghurrannakum alhayatu dunya, kwa hiyo msipumbazwi na maisha ya dunia, wala yaghurrannakum billahi algharur, wala usithubutu kupumbazwa kwa Allah na lolote. Inna wa'da Allahi haqq, Allah anatuambia wanadamu ahadi ya Allah wallahi ni ukweli,
fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Kwa hiyo dunia isikupumbazeni, dunia isikusahawisheni, wala lolote lisikusahawishi kwenye haki ya Allah tabaraka wa taala. Ukifungua pia sura ya 35 sura Fatir, utamsikiliza Allah tabaraka wa taala anatukumbusha tunatoka wapi na tunaelekea wapi na hapa tulipo ni wapi. Fungua sura ya 5 au aya ya 5, anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayuha nnasu inna wa'da Allahi haq, enyi watu ahadi ya Allah ni haq, fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Maisha ya dunia yasikupumbazeni wala lolote lisikupumbazi kwa Allah tabaraka wa taala. Maisha ya dunia yasikushawishi, yasikufanya ukaisahau akhira, wala kitu chochote kisikufanyi ukasahau akhira. Kisha Allah tabaraka wa taala akaendelea anasema, inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa, shaytani ni adui wenu, kwa kweli inabidi mfanye kama ni adui, mshikeni kama ni adui. inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, min ashabi as-sa'ir. Hakika shaytan anaita kundi lake ili wawe pamoja naye katika moto wa sa'ir, moto wa jahannam. Allah tulinde nao. Kisha Allah tabaraka wa taala akagawa mafungu mawili watu wote duniani, wako mafungu mawili. Jitizame huko kwenye fungu gani? Akasema alladhina kafaru lahum adhabun shadid, wapingaji, gararizi, wasiosikia mawaidha, wasiokubali nasaha, wasiokuwa kwenye mambo ya Allah tabaraka wa taala, wana adhabu kali. Fungu la kwanza hilo, miongoni mwao ndio jitoe, usi miongoni mwao. Kama hauko miongoni mwao, jikinga kabisa, usi miongoni mwao. Endelea Allah tabaraka wa taala anasema fungu la pili, alladhina kafaru lahum adhabun shadid walladhina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ama wale ambao wameamini na wakafanya vitendo vizuri, hao wana ujira mkubwa, wana msamaha kwa yale makosa wanayofanya, wana msamaha kwa Allah na wana ujira mkubwa. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, hivi mtu ambaye kapendezeshiwa vitendo vyake vibaya anaviona ni vizuri. Kwa watu katika dunia utana mtu yeye ni mtu wa muziki lakini anaona maisha yake ni mazuri, yeye ni mtu mwenye baa anaona maisha yake ni mazuri, yeye ni mtu wa shirki, wa ufumu, tumia majini, anaona maisha yake ni mazuri, yeye ni mtu wa zina anaona maisha yake ni mazuri, yeye ni mtu wa wanawake anaona kama maisha yake ni mazuri, mtu wa riba anaona kama maisha yake ni mazuri. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, mtu anatafuta mali kwenye njia za haramu, labda anauza drug, huyu anaona kama maisha yake ni mazuri, anakula pamba, anapendeza. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana. Na wako watu ambao wanaona kama hao ndio watu wazuri wa kuolewa nao, watu wenye kula pamba, watu wenye kupendeza, watu wenye pesa zao. Allah anasema afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, hivi yule mtu ambaye amependezeshewa vitendo vyake vibaya anaviona ni vizuri. Fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, kwa hiyo Allah anampoteza mtakaye na anamuongoza mtakaye. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, ukimwona mtu amepotea, wewe shehe, wewe imam, wewe nabii, usihuzuniki sana ukasikitika sana, au yani ikakushawishi mpaka ukajielekeza huko kwenye maisha yake. Allah anamkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Qur'an, anamwambia wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum bihi, usiinui macho yako ukikodoa kwa watu ambao tumewapendezeshia maisha yao ya dunia, tukawakunjulia dunia ikawa kama uwa, yani wakawa kwenye burudani kwenye maisha ya dunia. Tunataka kuwafitinisha hao ambao tuliwapa mali nyingi, hao ambao tumewapendezeshia maisha yao, tunataka kuwafitinisha. Achana nao, wewe tafuta akhira. Na ndio maana Al-Hasan al-Basri rahimahullah, huyu ni mmoja katika matabi'i wema kweli, ana nasaha yake nzuri sana, nimeiona nikaihifadhi kwenye roho, na wewe inukulu baadaye uhifadhi, itakusaidia sana. Anasema Al-Hasan al-Basri,
ya ma'shara ash-shabab alaykum bil akhirah, enyi vijana jihimizeni sana na kutafuta akhira. Fakathiran ra'ayna man talaba al-akhirah faadrakaha ma'a ad-dunya, mara nyingi tuliona watu walitafuta akhira wakaidiriki na dunia. Subhanallah, ukitafuta akhira ukajitupa kwa Allah tabaraka wa taala, ukasali, ukaswaumu, ukasoma Qur'ani, ukawa wa Allah tabaraka wa taala, ukawa mtu wa mbinguni, Allah anataka kupitisha na kadunia ukakapata. Allah anataka kupana kaburudani kadunia ukakapata, haina neno. Hasan al-Basri anaendelea anasema, wama ra'ayna ahadan talaba ad-dunya faadrakaha ma'a al-akhirah, hatakuwahi kuona hata siku moja mtu eti anatafuta dunia kisha Allah akampa na akhira. Haijawahi kutokea wala halitotokea. Unaweza kutafuta akhira ukawa ni mtu wa darasa, mtu wa madarasa, ukawa sheikh, ukawa mwalimu, ukawa hajati, ukawa mwenye kusoma, ukawa mwenye kusali, ukawa mwenye kuswaumu, Allah akakupa na dunia ukawa na maisha tuzuri. Inawezekana, lakini eti mtu uende kwenye kutafuta dunia, upigane na dunia, uko unaingia kwenye mali za riba, unaingia kwenye mali za drug, unaingia katika mabaa kulewa, unatembea na mwanamke huyu na yule, unatembea na mwanaume huyu na yule, unajipa raha dunia, eti Allah akupe akhira. Hilo halitokei. Huyu ni Hasan al-Basri anatunasihi. Hii ni nasaha na mukaddima ambao ninautanguliza mbele ya darsa muhimu nyeti la kuhusu zaka na kuleta kwenye darsa la zaka. Allah mjaze khairi mukaddim wetu, mtangulizi wetu, tayari ameshatumalizia matumizi wa kutambulisha tunasoma zaka gani leo. Tumeshasoma milango mingi ya zaka, leo tunasoma mlango mwingine wa zaka, nao si mwingine ni zakatu urud at-tijara, zaka ya biashara, zaka ya vitu vyako ambavyo uliviorodhesha, vitu vyako ambavyo uliviweka sokoni, vitu vyako ambavyo uliviweka dukani, vitu vyako ambavyo uliviweka kwenye zembule lako, hivyo vinatolewa zaka. Sheikh, vitu vyako ambavyo uliviweka kwenye meza yako unawauzia watu, na sehemu nyingine ambayo unaijua wewe, almuhimu huko kwenye biashara hiyo, na yenyewe haikusahaulika kidini. Kuna fungu lako ambalo inakulazimu uliweke, kwa sababu lisaili wal mahrum, wale ambao watakaoomba na ambao waliharamishiwa kuwa na dunia yao. Qala subhanahu, anasema litakasika kwenye Qur'ani katika sura Adh-Dhariyat, anatubashiria na kutuambia haraka sana tujue hiyo nyumba ya akhera aliyoiandaa Allah tabaraka taala ni yakina nani. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, eti wacha Mungu watakuwa kwenye pepo kunatiririka chini yake mito, wakichukua, wakiburudika, wakila, wakijipa raha kwa yale ambayo Allah tabaraka taala atakayowapa. Kwa nini Allah? Hao ni wakina nani hao wataingia peponi? Mbona sisi tunahitaji tuingie? Allah anamalizia anasema, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, watakaoingia peponi ni wale ambao kabla ya akhera walikuwa ni wafanya wema, walikuwa ni wafanya uzuri. Uzuri uko sampuli nyingi, uzuri uko mwingi. Allah, uzuri gani ambao tuishikilie ili tuingie katika hiyo pepo yako ambayo ndani kuna burudani nyingi? Allah anakujibu mwenyewe kwenye Qur'an, anasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Katika uzuri nyeti utakuingiza peponi haraka ni wale watu ambao usiku wao walikuwa ni wachache wa kulala. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, ikifika mwishoni mwa usiku wanaamka wanamuomba Allah msamaha, wanasali. Hao ndio watu kuingia peponi. Allah kaendelea anasema, wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, ni wale watu ambao kwenye mali yao wanakuwa na fungu ya yule mwenye kuomba na yule mwenye hana. Kwa hiyo ukitaka kuwa miongoni mwa watu wenye kupata pepo haraka mapema kwa wepesi kweli, hivyo vitu viwili ambavyo Allah amezungumza vishikilie kwanza, sala za usiku, na kitu kingine usikisahau,
kwenye mali yako uwe na fungu la wahitaji na wanyonge. Fungu la wahitaji na wanyonge liko sampuli mbili. Fako fungu la sunna, ndio ile fungu ambalo unajitolea. Umesikia sehemu fulani pana mnyonge, unamtumia kidogo. Uko na ndugu zako unawatumia, kila mwisho wa mwezi na mshahara wako unakata kidogo unawatumia. Hilo ni fungu la pendekezo, la kupendezesha, la sunna. Fako fungu lingine la wajibu, la lazima. Ndio hili ambalo tuko ndani kwa leo. Wewe mfanya biashara, usisahau kwamba una fungu lako ambalo ni lazima ulitowe kwa wanyonge, na Allah Tabaraka wa Taala alikulazimisha hilo kwenye Qur'an, kwenye aya ambayo sio moja. Mfano, fungua sura At-Tauba aya ya 103. Allah anasema, anaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukua katika mali zao sadaqa, yani zaka, itakayo wataharisha, itakayo watakasa. Waombee dua wanapokuletea zaka hiyo, salli alayhi, waombee dua watakapo kukuletea zaka hiyo. Watukufu wa Kiislamu, hii aya ni dalili inaonyesha kwamba kwenye zaka ya biashara au kwenye mali ya biashara kuna zaka, kwa sababu Allah alimwambia Mtume, khudh min amwalihim, chukua katika mali zao. Na katika mali za mtu ni biashara. Kiwa na mali yako ya biashara, ni mali yako. Kwa hiyo umeingia katika aya hiyo. Ni dalili ya aya sura At-Tauba aya 103 inawajibisha kutoa kiwango fulani kwenye mali yako ya biashara. Pia hata kwenye sura Al-Ma'arij Allah Tabaraka wa Taala akasema, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, anawasifu watu wa wema, watu wa chamungu, baada ya kuwapiga kipondo kule juu. Ukifungua kwenye sura Al-Ma'arij juu pale utamsikia Allah Tabaraka wa Taala anaanza, wala yasalu hamimun hamima. Tafikia siku mpenzi hatomuulizia mpenzi mwenzake. Unajifanya unampenda mpenzi wako, kuna siku hutomuulizia, awe ni mama yako, awe ni baba yako, awe ni mke wako, awe ni mtoto wako, awe ni rafiki yako. Mpende umtakaye, upende utakavyo. Kuna siku nzito itafikia, huto umuulizia, utalilia nafsi yako, ya Rabbi, nafsi yangu. Ubaswarunahu yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibanihi. Siku hiyo mtaiona, siku ya Kiyama. Mtu ambaye aliishi duniani mfanya maovu, ya subhanallah, atatamani lao yuko tayari kutoa, law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibanihi, yuko tayari kutoa kwa sababu asalimike na adhabu ya siku ya Kiyama, watoto wake wote. Bwana, waingize, tupeni kwenye moto hawa watoto, tupeni, mimi niache msitupe kwenye moto. Na si watoto wake tu, wa sahibatihi wa akhihi, hata mke wako waambie unaingia motoni, mchukue mke wangu, hata unampenda aje, wa akhihi, na ndugu zako. Bali mtu atatamani kila kitu ambacho amemiliki dunia, apewe dunia nzima, atowe ili asalimike na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Atatamani atoe kila kitu ambacho anamiliki katika wanadamu duniani ili aokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innaha lawwa. Allah anakataa, anasema hapana, haiwezekani. Ni moto uitwao lawa, bonde katika bonde 7 za moto wa jahannam. Mmoja wapo naitwa lawa. Nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa fa awa innal insana idha khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua. Mwanadamu ndo huyo. Mwanadamu ana tabia ya kubana. Akipatwa na shari, akipatwa na matatizo, akipatwa na ukame, akipatwa na umaskini, akiwa hana, anasikitika, analia, anashtakia mawe na miti. Kumbuka hali yako, rudisha haraka haraka mbio hali yako. Labda hujafika kwenye nchi za maendeleo. Kumbuka hali yako, labda ungaliki kwenye njaa, ulivyokuwa unanyenyekea kwenye dua.
unasoma, unalia, unamwaidia Allah tabaraka wa taala. Leta sasa picha yako hivi umeshainukiwa. Idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua, na anapopata kheri mwanadamu anabana. Mlango wa zaka hataki kuusikia. Hii mlango inatuambia tutoe mali zetu, sitaki. Kisha Allah tabaraka wa taala akaanza kuwasifia watu wema, wa idha massahu alkhairu manua. Kisha Allah akaanza kuwasifia watu wema, akasema wale watu ambao alladhina hum ala salatihim daimun, wale watu ambao kwenye swala zao ni wenye kusali milele, hawaachaji sala kila siku kwenye msikiti. Si wale watu ambao wanamwabudu Allah, yaabuduna Allah ala harf. Kuna watu wanamwabudu Allah kwa mtegeza. Fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kuna watu wako hivyo, nimewadiriki watu, akiwa vibaya anakuwa mcha Mungu, anamkurubia Allah, anampiga Allah mbaya. Akiwa vizuri anajifanya kumkumbukia Allah. Kisha Allah ndio akafikana anazungumza akisifu, akasema walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, katika suratul Ma'arij, na wale watu ambao kwenye mali zao wana haki inayojulikana. Ukiwa ushafikia kiwango cha kutoa zaka, ndugu yangu, kama jinsi tutakavyosikia mbele, jitahidi kwenye mali yako ya biashara au mali yako nyingine zilizotangulia, usikosi kiwango cha lazima cha kupa maskini. Pia ikiwa kama hujafikia kiwango cha kutoa zaka, usikosi kiwango cha mali yako sadaka. Kila mwisho wa mwezi ujue hizi pesa mimi napokea mathalan $1000, lakini $20 au 10 hii ni ya maskini. Ndio kwa uchache, ukizidisha hapo una halanu. Kama unapokea $2000, weka ndogo. $500 weka ndogo. $300 weka ndogo. Hata ziwe ni 5, lakini zinajulikana kila mwezi una fungo lako unapaga maskini. Usilisahau hilo ndugu yangu. Ukilifanya hilo, wallahi utafaulu, utakuwa miongoni mwa watu watakaoingia peponi haraka mapema kwa wepesi. Maneno ya Allah mimi yanukuu Kiswahili na Mkiarabu, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kwa kifupi watukufu wa Kiislamu, aya 2 zinatosha kuwajibisha zaka kwenye mali ya biashara. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema mali zao, na hapingi yeyote mwenye akili kwamba mali ya biashara ni katika mali ya mtu anamiliki. Na ipo hadithi sahabiyul jalil ananukulu kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud ameandika kwenye kitabu chake, nasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija zakata mimma nu'idduhu lilbay'. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuamrisha tutoe zaka kwa vile ambavyo tumeandaa kwa sababu ya biashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuamrisha tutoe zaka kwa vile ambavyo tumeandaa katika biashara. Pia watukufu wa Kiislamu, hizo dalili Qur'an na hadithi tayari zimetosha mtu kwenye biashara yake atizame kiwango cha kutoa zaka. Lakini watu wanapendaga kutumiwa akili. Kuna watu wengine wanapenda dalili za kiakili. Wakipata dalili za akili huwa wanazingatia zaidi kuliko dalili za kitabu na sunna. Sio dosari kuelewa dalili ya akili, sio dosari kuelewa dalili ya akili au kukinaishwa na dalili ya akili, sio dosari kama hukinaishwa na dalili ya Qur'an. Kwa nini? Au ya sunna? Kwa sababu dalili ya Qur'ani mtu anaweza akasema kwamba haikuzungumza mali ya biashara moja kwa moja. Mtu anaweza akasema dalili ya hadithi je ni sahihi? Sunna. Kwenye dalili ya kitabu na sunna kuna njia mtu anaweza kupita za kurejesha. Lakini kwenye dalili ya akili mtu akirejesha mara nyingi wenye akili huwa wanamcheka. Wanaambia uko mkaidi wewe na ngoja adhabu ya Allah. Tumeona watukufu wa Kiislamu katika mali ambazo zinazaa, mali ambazo zinakuwa, mali ambazo zina faida zilizotangulia, zaka iko ndani. Pia ukichunguza katika mali ambazo zinazaana sana, bali mali ambazo zina faida kubwa, mali ya biashara. Kwa hiyo maadamu pako faida kwenye mali ya biashara, basi zaka itolewe. Na ukichunguza mali zote zilizotangulia utakuta mali ambayo ina faida ndiyo ambayo inatolewa zaka mara nyingi.
Na wengi katika ulama wa Kiislamu wa Kiislamu walisema kwamba ni makubaliano kwamba katika zaka ya katika mali ya biashara kuna zaka. Wengi katika ulama wanasema hilo jambo. Ukisikia wengi katika ulama, maana hilo jambo limetiliwa maanani kwenye dini, kwa sababu pakiwa kundi la ulama wamekhalifu % ya kile kitu, nguvu ya kile kitu inakwenda kuvuka. Lakini ukisikia kitu katika Uislamu wamekubaliana ulama, ni kitu kinakuwa na nguvu nyingi. Ukikipinga basi sikiliza kauli ya Allah tabaraka wa taala kwenye sura An-Nisa. Allah anasema katika sura An-Nisa, fungua aya takriban ya 112 pale, inaanza aya 112. Allah anasema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Maneno mengi ya kunongonezana, maneno mengi ya kwenda siri si mazuri, isipokuwa labda mnaamrishana sadaqa au mnaamrishana wema au mnaamrishana kusuluhisha. Inshallah Allah anasema mahallu shahid na kusudia waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Na yule ambaye atamfanyia ugomvi akamtupilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakumsikia, ndio wale watu ambao wanasema mimi nataka aya kwa Qur'an, nataka hadithi. Allah anasema wama yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, atakayekuwa na shaka na habari za mtume akamfanyia mtume ugomvi baada ya kujiwa na hadithi, baada ya kujiwa na elimu, wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, akafata njia kinyume na njia ya waaminifu, ndio ile ijma. Njia kinyume na njia ya waaminifu ndio ile ijma. Kafata njia kinyume na njia ya waaminifu, kuacha ijma, makubaliano ulama. Kwa hiyo katika mambo ambayo walikubaliana ulama ni zaka kwenye biashara yako itolewe. Kwa hiyo utakuwa ni mwenye kukhasirika ikiwa kwamba utaacha kutoa zaka kwenye biashara yako. Tumlete Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah ana maneno matamu sana katika hii pointi amezungumza, kadura kana kwamba ni lugha, kana kwamba ni diama. Napendelea nialete kwa matamshi yake kwa lugha ya Kiarabu, na kwa darasa langu hili la zaka si tabia yangu kuzungumza lugha ya Kiarabu sana, lakini hapa napenda nialete kwa sababu maneno yake yana faida kubwa sana. Anasema Ibn Taymiyyah, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-a'immatu al-arba'atu وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا. eti ulama wote wanne, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad na ulama wengine wengi ambao madhehebu zao hazikujulikana sana kama hawa wanne, kama al-Imam Sufyan al-Thawri, al-Imam Sufyan ibn Uyayna, al-Imam Abu Thawr, al-Imam Layth ibn Sa'd na maimamu wengine wengi ambao kuna madhehebu hazikujulikana sana kwa leo, wanakubaliana kwamba kwenye biashara kuna zaka, iwe mwenye kufanya biashara yupo katika ardhi anayofanya biashara au awe msafiri. Maana yake huko Ulaya mfano, uko na mbuzi zako nyingi unafanya biashara kule nyumbani, au uko na duka lako kule nyumbani, au uko na biashara yako unayotaka. Mtu mmoja ananiambia pako biashara siku hizi inatoka sana ya kuuza mkojo wa sungura au kuuza sungura. Hiyo biashara yote kama ni manguo kama ni ya nini, uko Ulaya na biashara yako iko Afrika, unalazimika kutoa zaka ya biashara yako hiyo. Anaendelea Ibn Taymiyyah anasema rahimahullah, وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، au hata ukiwa mfanya biashara ule wa kutegeza. Huko mfanya biashara wa kutegeza, unajua ni biashara gani hapo? Mfanya biashara gani? Ni ule mtu yeye anafanya biashara, anategeza vitu vimeanguka bei,
ndo anarangua kisha anavirimbikiza, anavificha, anaviweka. Siku vikapanda bei ndo anaviuzisha, na wewe kwenye mali yako hiyo utatoa zaka. Mfano, kuna baadhi ya watu wanakuwa narangua manguo hayauzishi mpaka siku ya Eid, au kuna watu wengine wanarangua mavitambaa siku ya harusi ndo wale watu wanapendaga masare anawatengenezea, anapata pesa wake vizuri. Hao wote kwenye mali yao watatoa zaka. Au mudiran katujar alladhina fil hawanit, hata ukiwa manake ni chef wa biashara, uko zako na hoteli yako au uko zako kwenye nyumba yako umekaa mguja mwingine, biashara yako inatembea, wewe hauioni, ni hela zinaingia kwenye account, zikiingia unaziona, unatoa zaka na wewe hata kama hauko kwenye uwanja. Na ndio nasema sawa kana at-tijara baldan min hadid au labis. Hiyo biashara ikitaka iwe ni vitambaa, iwe ni vitambaa vya nguo, iwe ni vyuma, vyote hivyo unatoa zaka. Au taaman min qutin au fakiha au udmin au ghairi dhalik. Biashara yako ikitaka iwe ni chakula, mfano unafanya biashara ya kuuzisha mchuzi, au unafanya biashara ya matunda, au unafanya biashara ya kitoweo, vyote hivyo vinatolewa zaka. Anaendelea Ibn Taymiyyah anasema au kanat aniyatan kalfakhar wa nahwihi, au hiyo hata ni biashara ya vyombo, unafanya biashara ya vyombo kama masahani, mabakuli, mavikombe na vinginevyo. Anaendelea sema au hayawanan min raqiqin au khaylin au bighalin au hamirin au ghanam mu'lafa au ghairi dhalik. Au hiyo ni biashara ya minyama, kama mfano watumwa. Watumwa kwa zamani walikuwa wanaitwa ni minyama, wajakazi kama mnyama tunaweza kama wazima. Ukiwa zamani palikuwa tunafanya biashara ya kuuzisha watumwa, wajakazi. Pia hiyo biashara unaitolea zaka. Au hiyo ni biashara ya kuuzisha mafarasi. Farasi hamna zaka kama jinsi tulivyochukua huko nyuma. Kwenye minyama farasi haimo, lakini ikiwa kwamba ni za biashara zinatolewa zaka. Au hiyo ni punda zitolewi zaka, lakini zikiwa kwenye biashara zinatolewa zaka. Au iwe ni mbuzi, kondoo, vyote hivyo ikiviwa kwenye biashara vinatolewa zaka. Viwe unavihudumiaga au viwe vinaendelea kula majani ya Allah tabaraka wa taala. Ukikumbuka kule nyuma tulikuwa tunazungumza kwamba minyama ambayo inatolewa zaka, ikiwa kama unaihudumia wewe, ikiwa kama wewe unaihudumia, unaipa chakula, unainunulia chakula, haina zaka. Lakini ukishaiweka kwenye biashara unaitolea zaka bila shaka. Ukishaiweka kwenye biashara unaitolea zaka. Ibn Taymiyyah rahimahullah anaendelea kusema fatijarat hiya aghlab amwali ahli al-amsar al-batina. Kwa hiyo biashara ndiyo mali nyingi, ndiyo mali zinajulikana sana kwa mali za watu ambazo hazionekani. Ukiona mtu tajiri mara nyingi, watajiri wengi wachunguzi na wafanya biashara. Kama anna alhayawanat almashiyah hiya aghlab alamwal aldhahira, kama jinsi minyama ndiyo mali za watajiri wengi, mali za uwinje nyingi mara nyingi zinakuwa ni za minyama. Intaha kalamu Sheikh rahimahullah. Maneno ya Ibn Taymiyyah yamekwisha tayari, nimeshakukinaisha. Hiyo ni pointi ya kwanza, nimekukinaisha kwamba kwenye biashara yako kuna zaka. Shaka imeondoka tayari, lakini lazima ninajua kila mtu anajiuliza swali, sasa bora mimi niko na biashara yangu kidogo na mimi natoa zaka, bora mimi nauzisha tomate natoa zaka, vitunguu natoa zaka vipi, bora mimi nauzisha maji, barafu natoa zaka vipi na kuleta? Sina uoga. Sio kila mtu mwenye biashara ni lazima kutoa zaka. Kuna watu ambao sio lazima. Kwa biashara yako ukitoa ipendeza, lakini kuna watu wengine ni lazima. Hao watu ambao ni lazima sasa wana shuruti zao. Wana shuruti zao. Takriban sharti 4 kusema biashara yako hiyo ni lazima kutoa zaka. Kuna sharti 4. Sharti ya kwanza, uwe umeimiliki ile biashara kwa kitendo chako. Kivipi?
kwa kitendo chako mfano wewe ndio mfanya biashara, yani biashara ni ya kwako wewe, ni biashara yako, ni mikakati yako, wewe ndio mwenye biashara. Hapana yule mtu mwenye ni mtumishi, hatumzungumzii mtumishi, tunamzungumzia yule mwenye kumiliki. Ni biashara yako, ima uliifanya kwenye WhatsApp, kamwandikia mtu anatuma kiungo cha pesa fulani, nenda ukanichukulie kwenye benki, ufanye kadhaa, uende kurangua vitu kadhaa, au iwe ulimwandikia mtu kwenye Facebook, au ulimpigia mtu simu, au kwenye Twitter, au alimuhimu ni biashara, au umeandika barua ukamtumia na kutumia pesa kadhaa, nenda ukarangue kitu fulani uuzishe, hiyo ni hapo umeimiliki. Sio mpaka uimiliki uende uko nayo unaenda sokoni unarudi. Kwa kitendo chako wewe, ukienda nayo biashara ukaifanya wewe mwenyewe, hapo lazima utoe zaka. Hata ikiwa unaagiza uko mtumishi, zaka unaitoa. Pia kwa kitendo chako kivipi? Mfano umepewa sheikh, ni mali umepewa, fungu la mali, mtu kwa sababu umetulia zako kwa vibaya kweli, njia imesha kutepetesha, basi hapo mtu anakupigia si majuu, wanapetaga majuu kwa sababu msingeni ndio wanapetaga Afrika. Mtu anakupigia simu, bwana, pole sana ndugu yangu, nasikia kwa vibaya, nimekutumia $7,000, nenda ukachukua. Kweli ndugu yangu? Naam. Umeenda ukachukua ile $7,000, umeikubali, ukaitupa kwenye biashara, inatolewa zaka. Au wasia, kwa kitendo chako wasia, mtu amekufa akahusia, bwana fulani mpeni katika akaunti yangu $10,000, kafa au atajafa, akahusia tu watoto wake au akahusia mtu wake, mpeni fulani $10,000, ukaitupa kwenye biashara. Au unakodesha, so biashara tu mpaka ufanye biashara, hata kukodesha ni biashara sheikh. Unakodesha, una manyumba yako, unapangisha watu, una magari yako yanafanya kazi na vitu vingine unavyovijua wewe. Hiyo ni mifano tu nakutolea ili unielewe kwa vile misali ya tawihu al-maqal. Kwa mifano maneno hueleweka, na vitu vingine tu vingi. Sharti ya kwanza, ile biashara umemiliki kwa kitendo chako. Kitendo chako nimesha kufasiria. Sharti ya pili, ile biashara umeimiliki kwa nia. Sharti ya pili, umeimiliki kwa nia. Kwa nia vipi? Una mali yako, umeshaweka nia, mimi naifanyia hii mali biashara, hii mali yangu naifanyia biashara. Kwa sababu kuna mtu mwingine anafanya biashara hana nia, Mfano umeteremka zako na gari zako, unaenda kujipa raha, nimeishi vibaya miaka mingi, sina gari, naenda sasa kutembelea gari zako. Umefika sehemu mtu akakutembezea hela nzuri tu akakupa, hawasikia hiyo ilikuwa hauna nia. Hiyo acha kwanza, tunazungumzia ili yenye uliweka nia, nataka nifanye biashara mimi. Sharti ya tatu, ile biashara yako ieneze kiwango cha zaka. Ile biashara yako ieneze kiwango cha zaka. Kiwango cha zaka usisahau. Kiwango cha zaka utazama kiwango cha dhahabu au cha fedha. Kiwango cha dhahabu au cha fedha. Ile siku tumepiga hesabu tukasema hesabu ya haraka, kiwango cha dhahabu ni kama milioni 10. Kiwango cha fedha ni kama milioni 7. Kwa hiyo hizo ni za nyumbani, hizo ni pesa za nyumbani za Burundi. Ikiwa biashara yako imeeneza hicho kiwango, basi hiyo biashara inatolewa zaka. Sharti ya 4 na ndio ya mwisho, ile biashara ieneze mwaka mzima. Ile biashara ieneze mwaka mzima. So eti wewe umeenda umefika sehemu ukauzisha gari zako, ukapata uwela wako, ukaja ukautumia eti utoe zaka. Mpaka zile ila zako zikae kwenye benki mwaka mzima, au umezihifadhi sehemu mwaka mzima, hapo utazitolea zaka. Ndio maana Mtume akasema la zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawl, hamna zaka ya mali hadi mwaka umeze ile
ile mali, hadi mwaka umeze ile mali, yani hadi ile mali ienee mwaka. Na anasema katika pointi nyingine, tukiboresha hizi sharti, lakin law ishtara aradan binisabin min alnuqud au biurudin tablughu qimatuha nisaban bana ala haulin mashtaraha bihi. Ikiwa mtu umenunua biashara kwa pesa yako au umebadilisha na biashara yako, uko na biashara yako umebadilisha na mtu ukapata mali nyingine, mfano uko na magari ukabadilisha na mtu akakupa nyumba, ile nyumba ukaweka biashara. Uko na gari zako za biashara, ukakutana na mtu akamwambia, nipe hizo gari na mimi nakupa nyumba yangu. Ukaona fursa, sawa, chukua hizo gari, nipe nyumba, na ile nyumba ukaweka biashara. Almuhimu ulipata biashara yako kwa njia ya pesa au njia ya kubadilishana, basi utaitengenezea ile biashara mwaka, utaitengenezea mpaka mwaka uenee, pindi ambapo ulipouzisha. Hapa nataka niwe mwazi kidogo, kwanza kama unachanganya. Mfano mtu uko na gari zako unaenda kuuzisha, umefika umeziweka sokoni mwaka mzima uliziweka sokoni. Kabla ya mwaka mzima, tuseme uliziweka miezi misita, wakaja mtu akakwambia, nipe hizo gari, chukua hizi nyumba. Ukabadilisha, ukampa gari, ukachukua nyumba, na zile nyumba ukaziweka kwenye biashara. Utaanza kuhesabia mwaka pale penye umeuza zile nyumba. Hautaanza kuhesabia wakati umenunua zile gari eti panabaki miezi misita. Utakuwa unaanza mwanzo. Vipi biashara inatolewa zaka? Hiyo ni pointi ya tatu. Pointi ya kwanza ilikuwa dalili za kuwajibisha zaka kwenye mali ya biashara. Pointi ya pili, sharti hadi mtu atoe zaka kwenye mali yake ya biashara. Pointi ya tatu, unatoa vipi zaka kwenye mali yako ya biashara. Ukiwa biashara yako dukani, sokoni, kwenye zembule, sehemu yoyote utakayo, inabidi usabie ile biashara yote unisabie yenye uko nayo. Kisha unafika unatazama kiwango cha dhahabu au fedha, unatoa zaka. Na kwa mwezi zaidi hapa, mfano mtu uko na duka, kwenye duka uko na mikate, kwenye duka uko na vipulizo, uko na mapipi, una majojo, una masahani, una vikombe, una vile vitu vikienea mwaka, inabidi uvisabie vyote vile vitu. Bei umevirangua, ukishasabia ile bei unatazama imefika ngapi. Kama imefika milioni 10 ya nyumbani, zako unatoa. Kama imefika milioni 7 unatoa. Lakini inabidi uchungilie hali ya ufakiri, maanake utizame maslahi ya mafakiri kuliko ya wewe tajiri. Hivipi? Ikiwa mtu mali yako imefika milioni 7 ya biashara, mtu ana khiari akasema, mimi nitatoa mpaka ikifika bei ya dhahabu. Bei ya dhahabu ni mpaka milioni 10. Hiyo ni maslahi yako wewe, dini ya kuruhusu. Lakini mtu mwema ni yule ambaye anatazama maslahi ya mafakiri, maslahi ya wafakiri. Manake maslahi ya mafakiri ni kupima zaka kwenye kiwango cha fedha, kwa sababu kiwango cha fedha ndio unatoa zaka mapema. Mtu akipima zaka kwenye kiwango cha dhahabu, huwa hatoi zaka mapema. Unaweza kuwa na milioni 8, kwenye kiwango cha dhahabu hujafikia kutoa zaka, lakini kwenye kiwango cha fedha
umeshafikia kutoa zaka. Kwa hiyo mtu mwema na mtu mcha Mungu ni yule ambaye anatizama hali ya wafakiri kuliko kutizama hali yake. Kwa hiyo ikishafika mali yako, ukihesabia ile mali yako, mathalan biashara yako tukahesabia ukatana imeishia milioni 1, milioni 2, milioni 3, hamna zaka. Lakini ikishafikia kwenye kiwango cha dhahabu, cha fedha au dhahabu, basi utaitolea zaka, igawe mara 40 kwa kipande kimoja. Sawa. Na ile biashara kusema itolee zaka, tushasema lazima mwaka uenee. Na watukufu wa Kiislamu, jambo lingine la muhimu, pointi ya 4, unapohesabu ile mali yako dukani mwako, jitahidi uwe mzuri sana wa kuhesabu. Yaani hakikisha umehesabu kila kitu, hata kiwe ni cha bei ndogo. Kama jinsi mnaposhirikiana na mtu katika biashara, ukishirikiana na mtu biashara akatoa kiwango fulani cha mali na wewe ukatoa kiwango fulani cha mali, so unakuwa unahesabu kabisa, unafuatilia mali yako vizuri sana. Basi na zaka fanya kama hivi, ifuatilie vizuri kwa kina, mali yako isiende. Sawa. Hiyo ni pointi ya 4. Wayukawimuha takwiman adila, jitahidi mali yako ile uipime na uifuatilie kwa uadilifu, au useme akameoza akaacha. Ile mali yako isabia kila kitu, almuhimu kimefanya miaka. Mfano, fasahibu albaqala مثلا يخفي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع. Mfano, mtu mwenye duka inabidi usabie vitu vyote ambavyo uko navyo katika machupa ambayo unauzisha humo, katika vitu vya kuchezesha vya watoto vyote viko dukani, vyote sabia, manguo yote sabia, almuhimu yameeneza mwaka. Pia mtu labda uko na duka lako unauzisha maapare, mfano makamera, unauzisha ma TV, unauzisha mabeki. Hivyo vitu vyote ambavyo unaviuzisha inabidi uvisabie taratibu, uhakikishe kila kitu umekihesabu, mamemware yote unahesabu, masimu yote yahesabie vizuri bei yake. Pia mfano mtu anauzisha mashine, unakuwa unauzisha mashine ya kunyoa, mashine ya unga na mashine zingine zote hizo inabidi uzisabie vizuri. Au mtu anauzisha magari yote yahesabie bei yake vizuri kabisa, zikienea milioni 7, milioni 10 za Marundi, basi wewe zaka imekuwa ni wajibu kwenye kichwa chako. Pia kuna watu wengine wanakuwa na biashara ya ardhi na maparsele. Pia hizo zote ni biashara, inabidi usifuatilie na usitizame hesabu yake na utizame kiwango chake utoe zaka. Lakini hapa katika hili kuna pointi fulani, sikize vizuri, ni muhimu. Ikiwa ni parsele na nyumba na magari ya biashara ambayo umeweka kwa sababu labda ya kukodesha, sawa, kwa sababu ya kukodesha, mfano kuna nyumba zako ni za kwako, sio kusema tu unaziuzisha, ni za kwako unazimiliki, lakini akija mtu unamkodesha anaishi huko. Au gari ni gari yako umeweka, inakuwa mtu anaweza kukodesha akatembea karudi, ukameza pesa au ukazihifadhi pesa.
fala zakata fi zawatiha wa innama tajibu zakatu fima tahassala alayhi sahibuha min ijariha idha hala alayhi alhawl. Hizi zenyewe hazina zaka, hizi hazina zaka. Zaka yake ni kile kiwango ulichoingiza ikienea mwaka. Hapa nataka unifahamu, hapa ndo kiini cha mada, na huenda maswali yanaweza katembelea hapa ili nifupize na nipunguze maswali. Ni hivi, biashara yako ya kuuzisha, iko ndani, iko dukani, iko sokoni, ikipitiwa na mwaka mzima, inabidi ile biashara yote uipigie hesabu yote ambayo ilifanya mwaka mzima, zikienea kiwango cha niswab, kiwango cha zaka toa. Umeelewana hapo? Kila kitu ambacho kimefanya mwaka mzima, kama hapo mikate imefanya mwaka mzima kwenye duka lako, kama nakuaga na yenyewe naisabia. Alimuhimu vitu kwenye duka vimefanya mwaka mzima, sokoni vimefanya mwaka mzima, manguo, vitambaa vimefanya mwaka mzima, vyote hivyo utavipigia hesabu, utatoa zaka. Magari, uko na gari zako umeziweka sokoni, ni za kuuzisha, zikafanya mwaka mzima. Uko na nyumba yako ya kuuzisha uliweka sokoni, ikafanya mwaka mzima, unaitolea zaka. Hilo limefahamika hivi. La pili ambalo ulifahamike zaidi ni hili, naweza nikachanganya. Una gari lako au gari zako au nyumba zako si za biashara, ni za kwako wewe, lakini ni za kukodesha. Hizo hazina zaka hata zikifanya mwaka mzima. Hizo hazina zaka hata zikifanya mwaka mzima. Una nyumba yako, mfano uliweka, hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu, lakini nikipata mtu kukodesha anaingia, haina nini, hii nyumba haina zaka hata ikifanya mwaka mzima. Lakini zile hela, zile pesa ambazo umefaidika katika ile nyumba au ile gari, zile pesa zile ukiziweka kwenye benki au ukazihifadhi, zile zikafanya mwaka mzima, zile ndio zinatolewa zaka ikiwa zimeenea kiwango cha zaka. Umetumia pumzi kubwa, lazima kunifahamu inshallah. Sawa. Haya, wako nyumba ambazo zimewekwa kwa sababu ya kuishi, nyumba ambayo uliweka kwa sababu ya kuishi. Sawa, umeiweka hiyo, haina zaka, uishi ndani, usiishi ndani, iwe ni ya ghali isiwe ni ya ghali. Nyumba yako tu uliweka hapo, uliwaachia baadhi ya watu mafakiri, ishini katika nyumba, hina neno. Au nyumba yako haishi mtu, ukiteremka wewe unaingia, hiyo nyumba haina zaka hata ikiwa umetumia mamilioni na mamilioni katika kuitengeneza. Pia hata gari zako za bei kweli, umenunua bei nyingi, mathalan gari zako umezinunua milioni 200, milioni 300, milioni 100, milioni 70, lakini hizo gari zako umeziweka tu sehemu zinalala, ukiteremka unazitumia, ukitoka unaziacha. Hizo hazina zaka. Allah anatupenda watu wasiotoa zaka, wallahi wasiotoa zaka wana balaa kwa kweli. Pia tukufa Kiislamu, kitu kingine kitolewi zaka, vitu vya ndani, hata vio na bei kubwa aje. Uko na viti vya fotei, viti vizito, mpaka mtu akiingia ndani kwako, kuna baadhi ya vijana wanaambia, kuna vijana wanapendezeshaga nyumba zao, yani akitaka kumchumbia mwanamke hangoji kumpiga mistari, anamleta tu kwake, akiona tu ndani kwake ataolewa mwenyewe, atake astari. Wewe mfano mtu yuko na TV na jaki bambazi kizidi, unasemaje? Unaolewa na wanawake wajipendea zao mali, wanawake wengi wanapenda zao mali. Usingoje kutafuta mistari huku na kule, unatafuta mistari ya nini? Wewe mwingize tu nyumbani kwako, ashakaa kimya, mke na katelefoni mali, uone kama haolewi, bali yeye mwenyewe ndio ataanza kumweza kupiga mistari. Usiweje kupiga mistari. Kwa hiyo hivi vitu vya ndani watu wa Kiislamu havitolewi zaka, hata viwe ni ghali vipi, hata viwe ni vya bei vipi. Kwa vitu vyako vya ndani havitolewi zaka. Pia hata vitu ambavyo viko dukani mwako, ni vyombo
pia kuendesha biashara, hivyo havitolewi zaka. Vile vinatolewa zaka ni biashara. Mathalan uko na mizani, so hivi uende kusabia na mizani, uko na vikopo, usini kusabia vile vikopo vya kupima vibaba, uko na ndoo, mapipa ya kuweka maharage, michele, usini kusabia na vyenyewe umevinunua ngapi. Uko na meza nzuri nzuri, uko na makabati mazuri mazuri dukani mwako, usiendi kusabia vyote hivi vinatolewa zaka. Hivyo visabiliwa, vinavyosabiliwa ni vile vitu ambavyo vinauzishwa. Pia hata uko na mamita ya bei kubwa kubwa, hivyo vyote havitolewi zaka. Hiyo ni pointi nyingine. Pointi tutamalizia mada yetu ya leo ni nasaha kutoka kwenye roho ya mpendwa kuelekea kwenye roho ya mpendwa. Nasaha ya mwisho katika darasa la leo, kwa sababu tunazungumzia habari za tunu, na Allah tabaraka wa taala ametuhabarisha kwenye Qur'ani, akatuambia hakika mwanadamu lihubbi alkhairi la shadid, ay lihubbi almali la shadid. Hakika mwanadamu anapendaga sana mali, anapendaga sana dunia. Na Allah kwenye sura al-Fajr akasema, hilo katika sura al-Adiyat, kalla inna al-insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbi al-khair la shadid ay li hubbi al-mali la shadid. Mwanadamu anapenda mali sana. Hayo ni maneno ya Allah ametuumba na atujua. Kataa kama upendagi mali, lakini Allah ndio ameshasema. Na kwenye sura al-Fajr akasema watuhibbuna al-mala hubban jamma. Mnapenda mali sana nyinyi, mnapenda sana mali nyinyi. Sasa ili nimalizie darasa langu, na sisi tushajijua Allah ameshatuanika, Allah ameshatukogesha hali yetu, kumbe sasa tunasikia. Mtu anaweza kuwa na mali zake hizi ambazo zimewajibika kutoa zaka, lakini hatoi wala hataki hata kuzihesabia. Sitaki kuzihesabia za utazi zimefika zaka nikatoa, acha njikali zangu kimejifanya kama sina akili. Ayuha almuslim, akhrij zakata malik an tibi nafsi wa ihtisab. Jitahidi Muislamu, unapotaka kutoa zaka, itoe zaka yako kwa kupenda kwako roho yako na kwa kutaraji hisabu kwa Allah. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq, ambayo nyinyi mnamiliki yanakwisha, lakini ambayo Allah mmemwekesha yanabaki. I'tabirha maghnaman laka fi dunya wal akhirah. Unapotoa zaka ishikilie kama ni faida yako dunia na akhira. Ishikilie kwamba ni faida yako ya dunia na akhira. Wala ta'tabirha maghrama, usishikilii zaka kwamba ni kukuvunja mgongo. Usishikilii zaka kama yani ni kama deni linakusumbua. Usishikilii hivyo ndugu yangu. Anasema Allah tabaraka wa taala katika suratu At-Tauba, wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama. Kuna mabedui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituma watu kwenda kuchukua zaka kwenye mashamba yao, kwenye minyama yao. Wanaona kama ni kuwavunja mgongo, wanaona kama ni kuwapokonya mali yao, wanaona kama ni kama madeni vile. Wayatarabbasu bikum ad-dawair, wanakuwa na tamani Waislamu wangeshindwa, nguvu zingeanguka za kwao, makafiri wakawa juu yao ili wasiwaombi zaka. Hizi zinatokea. Mimi kuna habari nimefikishiwa na mmoja katika mashekhe wetu wa nyumbani, walimu zetu. Ameingia ghafla siku moja kwenye duka katika maduka ya matajiri wetu kule Maaziatiki. Muislamu ana pesa mengi kweli, sema jina lake hapa linajulikana. Ule shekhe akajitolea, akaingia tu ghafla kwenye duka, akaanza kuhesabia zile biashara zote.
TV ya kuumu, magari ya kuumu, manini, manguo, manini, akaanza kuhesabia. Akamwambia watoa zaka ngapi? Yeye yule tajiri kila siku ya Ijumaa anakuja kwa maskini, eti anagawia pesa 5,000, 2,000, 10,000, eti ndio zaka. Sheikh akamwambia sio zaka, hiyo ni sadaka, na mali ya Allah inabidi utolee biashara yako. Yule tajiri akawa mkali sana, kabla Sheikh, kwani nani akuita hapo? Nani akakuingiza hapa kwangu? Nani? Wamegombana na Sheikh mpaka wakataka kupitishana kwenye tundu la sindano, kana kwamba huyu mtu anatamani washe kama hawa wangekufa, washe kukaza wafe hawa watu wataki. Wayatarabbasu bikum tawatir, watu kama hawa matajiri walikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatamani Mtume afe, wanatamani Waislamu nguvu ziwaondokee, makafiri wawe na nguvu ili wasiwawajibishe kutoa zaka. Si wako watu leo wanachukia kama Sheikh Kashina kachukiaga. Kwa nini? Mawe ya gizani yameshampasua kichwa. Ndio maana Allah anasema wayatarabbasu bikum dawair. Kuna watu wanatamani mfe, nyinyi mashehe wenye kutoa mawaidha, nyinyi wenye kuwaomba zaka, alaihim dairatu sawu. Allah anasema wangoje, mzunguko mbaya wa Allah utawathibitikia wao. Wallahu samiun alim, Allah ni mwenye kusikia, anajua yenye wanasema yote. Suratu Tauba aya 98. Allah kaendelea akazungumza kundi la watu wema. Allah tujalie miongoni mwao. Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Si wabedui wote ni wabaya, na wabedui wengine ni wazuri. Wanamuamini Allah siku ya mwisho. Yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah. Sio kuomba zaka, isikia wakati wa kutoa sadaka wanashikilia kwamba ni kujikurubisha kwa Allah. Wallahi watu wako, mimi ninawajua watu kwenye mali yake au kwenye mshahara wake anakuwa na kiwango cha kusaidia maskini. Ikifikia mwisho wa mwezi anasikia utamu. Ndio ule utamu baadhi ya vijana wanasema nasikia utamu mpaka nataka kuvua nguo. Ndio kuna watu wako hivyo, anasikia utamu kwa kumpa maskini. Lakini mtu mwingine anasikia unyonge. Siku utasikia roho yako imekunjuka mpaka imefikia ukitaka kumsaidia mtu nasikia raha, basi wewe ulifikia daraja ya imani. Lakini ikifikia siku ya kutoa unakuepa, umeshamkubalia mtu unakuepa mtandaoni hauonekani, basi wewe chunguza habari zako ni nzito. Wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawati rasul. Wanatoa zaka kwa sababu wanajua ni kujikurubisha kwa Allah na ni dua njema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitoa zaka unaombewa dua na Mtume au na Sheikh, na ndio maana inapendeza unapompa zaka Sheikh aipeleke kwa maskini, ni vizuri umwambie ili akuombee dua. Na yule Sheikh ni vizuri unapotaka kumpa maskini zaka mwambie kama ni zaka ili aombee dua. Na hapo ndo ilikuja faida kwamba tutachukua mwishoni mwa darasa kwamba mtu inawezekana ukajitolea zaka yako peke yako, si mpaka umtafute Sheikh. Na kuna washehe wengine haifikishi sasa. Haya sasa umekoma. Haya ukifikisha zaka yako peke yako kwa maskini, sasa kuanza kuombea dua. Hili darasa amenipaga mama mmoja katika mama wa dini zamani kweli, akaambia Sheikh, hii ni zaka yangu, uende kuwapa watu na uambie kama ni zaka. Nikamwambia kwa nini uambie? Akaambia sio dini, ni kwenda kupekua nikaona ni kweli. Kumbe wamama zetu mashallah wanafuata madarasa, sisi tunakimbilia na kukurupuka kupinga wanayotuambia. Kuna wengine wanakuwa wamechota, wamekunywa, maana umeishi umri wao wote kwenye madarasa, si mpaka waseme Kiarabu. Kuna wengine elimu yao imelala kwenye kifua, na japokuwa ni Kiswahili kitoki. Allah tabaraka wa taala anasema ala innaha qurbatun lahu. Mtu anatoa zaka yake kwa utamu, anataraji thawabu kwa Allah tabaraka wa taala, basi asijali, amejikurubisha kwa Allah, Allah amepokea. Allah anasema sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, wenye kutoa zaka kwa utamu, kwa uzuri, kwa kufurahi, Allah atawaingiza kwenye huruma wake. Inna Allaha ghafurur rahim, Allah ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Maana ukitoa zaka hata kama uko unafanya maasi, unavutia ile maasi yako na unakuwa mweupe. Sura Tauba aya 66. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tujitahidi
unapotaka kutoa zaka, toa kwa kutaraji hisabu kwa Allah tabaraka wa taala na kwa nia nzuri na kwa kukusudia. فهؤلاء أخرجوها ونوعها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيه وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين لينتقموا منهم فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء. Unaona watu wametoa zaka kwa sababu ya kujistiri, inaonekana Uislamu, lakini Allah hakukubali zaka yao. Wametoa zaka, nia yao wajistiri, maana walitoa zaka bila nia. Kwa hiyo zaka bila nia haikubali. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم. Lakini waaminifu ni wale ambao wanapotoa zaka wanashikilia kwamba ni kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Hao ndio ambao zaka wakubali. Fattaqillaha ayuha almuslim. Kwa hiyo mwisho tu, Muislamu, mwogope Allah tabaraka wa taala, na unapotoa zaka yako hisi kwamba ulimwekesha Allah tabaraka wa taala, ulimkopesha Allah tabaraka wa taala, uwe umeweka kwenye akaunti ya Allah tabaraka wa taala huko akhira. Allah asema kwenye Qur'an, وأقرضوا الله قرضا حسنا. مكوبشيني الله مكوبو مزوري وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. lolote mtuwalo la kheri kwa sababu ya nafsi yenu mtalikuta kwa Allah tabaraka wa taala. Huwa khairan wa a'zam ajr. Wa Allah ndo kani kheri na ujira mkubwa. Inna Allaha ghafurur rahim. Hakika Allah ni mwenye kusamehe, mwenye huruma. Suratul Muzammil aya 20. Watukufu wa Kiislamu, hapa duniani tuna sahau. Msikilize Allah kwenye Qur'an, anasema watu wanafanya maasi wanayasahau, lakini msikilize Allah, yeye ameyaandika. Ukifanya maasi hata uyasahau, Allah ameyaandika. Kwa hiyo tujitahidi tuwe zaka zetu kwa uzuri. Kuna watu wanafanya maasi kwenye habari za zaka, mali yake anayo wala hataki kutazama mwenyewe mwaka mzima. Una mali kwenye account mwaka mzima imepita kwa zaka. Una mali yako ya biashara, itazame kama mwaka mzima imeenea kiwango cha zaka, itolee zaka. Kama ukifanya hivyo, ndugu yangu, ni maasi ambayo hata ukifanya umeyasahau, Allah tabaraka wa taala ameanukuu, ameandika na utalipo kwa Allah. Atakuenjoy vifua vyetu, tupende akhera na tuone kama dunia ni kilalo, tukifanya kama jinsi walivyofanya waliotangulia. Jaala dunya dabatan yarkabuha yastakhdimuha wala yakhdimu. Subhanallah. Kuna wacha Mungu wamejalia dunia kana kwamba ni mnyama, anaupanda, anautumikisha, hautumikishi. La ilaha illallah. Na wewe ishi hivyo duniani. Jalia dunia kama kipande, unakitumikisha hukitumikii, kisichukui nguvu zako, lakini wewe chukua nguvu zake. Sitaki kusharehesha maneno yangu, hayo yameshaeleweka na darasa ilikuwa refu. Hapa nitaangua nanga yangu nikiambia Allah tuwafikishe tuweze kupenda ibada na tupende akhera na tuikumbuke akhera na tuitafute, na tukiwa na mali za zaka tuweze kuzihesabu na kuzijua na tuzitolee zaka, na tukiwa hatujafikisha mali zetu za zaka tuzitolee sadaqa. Tamma al-kalamu wa rabbuna mahmudu walahu al-fadlu walahu al-judu. Maneno yametimia na Mola wetu ndio mwenye fadhila. Allah tunakuomba fadhila zako na upeo wako. Wallahu a'lam.